Watu wanajiuliza, hivi ni kwa nini Iran anapenda kushambulia usiku na sio mchana? Jibu ni jepesi sana. Iran anashambulia usiku ili kuionyesha dunia ni namna gani makombora yake yanapenya katika mifumo ya ulinzi ya Israel. Kwa sababu usiku makamera yote ya vyombo vya habari vya magharibi yatarekodi jinsi gani yale makombora yanapita. Hizo video nadhani mmeziona, na yanalenga sehemu husika. Kwa hiyo Iran kwanza yeye anapigana huku akionyesha dunia ni namna gani anaipiga Israel. Pili, Iran ni mstaarabu, anawaambia watu wa Israel mchana wafanye shughuli zao vizuri kabisa, na anawatumia ujumbe usiku nitakuja. Kwa hiyo jiandaeni. Imagine taarifa zinazozunguka sasa hivi duniani, Iran yeye anapiga raia na Israel yeye analenga vituo vya kijeshi, sehemu za kuzalishia makombora na wanajeshi au viongozi wa kijeshi wa Iran. Manake Israel ana akili sana katika mapambano yake, haumizi raia, na hata kama ataumiza raia ni kidogo sana. Lakini Iran yeye moja kwa moja analenga raia. Si ndio manake? Unajua sehemu muhimu ambazo Iran mpaka sasa amezishambulia ndani ya Israel? Iran ameshambulia kituo cha utafiti kikubwa sana ndani ya Israel. Hichi kituo huwa kinafananishwa na kituo cha teknolojia cha Marekani cha Silicon Bay. Yaani kwa maneno mengine, Silicon Bay ya Israel imeshashambuliwa. Pili, wa Israel wameshambulia magala ya mafuta ya Iran. Iran naye ameshambulia magala ya mafuta ya Israel. Yaani hakuna sehemu ambayo Israel atampiga Iran na Iran ashindwe kulipiza kwa staili ile ile. Tofauti ni kwamba wa Israel wanasema mashambulizi yao ni pinpoint accuracy. Yaani wanachokilenga ndio hicho wanakilenga. Na Iran yeye anatuma mvua ya makombora. Kwa hiyo katika ile mvua ya makombora zaidi analenga raia. Okay, anyway, nimekupa tu brief ya kelele za mtandaoni kwamba Iran ni mbaya na Israel sio mbaya. Tunajua vyombo vya habari vyote vya magharibi ni vya Israel. Kwa hiyo kwa kutumia vyombo vya habari Israel atashinda hii vita. Kama vile Zelensky kwa kutumia vyombo vya habari anaishinda vita. Lakini kizuri ni kwamba staili ya mapambano ya Iran magharibi wenyewe watamtangaza kwamba yeye ana nguvu. Benjamin Netanyahu alifanya mazungumzo na kituo cha habari cha Fox cha Marekani. Muktadha kwa mazungumzo yake ulikuwa ni kutengeneza picha kwamba Iran ni taifa hatari kabisa katika uso wa dunia. Iran haipaswi kuachwa, na zaidi serikali ya Iran ni ya kupindua. Ameweka wazi kabisa regime change inatakiwa ifanyike Tehran. Kwa hiyo kwa kutumia vyombo vya habari Netanyahu amefanikiwa kuichafua Iran sana. Lakini nataka tujiulize maswali ya kisomi zaidi. Vita ya Ukraine na Russia inaitwa unprovoked war. Maana yake Urusi ni mchokozi, alimchokoza Ukraine pasipo yeye kuchokozwa. Ndio maana inaitwa unprovoked war. Vyombo vyote vya magharibi vinaiita vita ya Urusi na Ukraine unprovoked war. Je, vita ya Israel na Iran tuiteje? Kwa sababu wa kwanza kumshambulia mwenzake ni Israel. Na hilo swali Netanyahu aliulizwa. Kwa nini alishambulia Iran? Majibu ya Benjamin Netanyahu, sababu zilizomfanya akaishambulia Iran, yanachekesha sana. Benjamin amesema hivi, sababu za kuishambulia Iran, walihisi hatari ya karibuni na walihisi tishio la uwepo wao katika dunia, yani existential threat. Pili, ni tishio la Iran kutumia uranium kama silaha kutengeneza mabomu ya nyuklia. Pia Iran kuongeza uzalishaji wao wa makombora kutoka ambayo kwa mwaka Iran anazalisha makombora 3600. Maana yake ndani ya miaka mitatu Iran ana uwezo wa kuzalisha makombora 10,000 ya ballistic, tena yenye speed ya alisema kutoka Mach 5 au Mach 6. Yaani kwa kifupi hypersonic. Kwa hiyo tumeivamia Iran ili kujilinda sisi na kuilinda dunia kutoka kwenye utawala huu mbaya au wa kishetani. Hayo ni majibu ya Benjamin Netanyahu kwamba sababu ya za kuivamia Iran, wanajilinda wao na kuilinda dunia. Hivi nikuulize wewe Mtanzania au Mswahili, Iran ni tishio kwako wewe? Kwa staili gani Iran ni tishio kwa Tanzania au kwa Afrika? Kwa sababu Netanyahu tayari ameshaanza kutafuta huruma ya kusaidiwa katika hii vita. Ukiona mtu anakuambia ninapigana kwa ajili yako wewe, maana yake anakusina wewe umuunge mkono kwenye kile anachokifanya. Interview nzima ya Benjamin Netanyahu na Fox ni kusema kwamba Iran ni taifa hatari. Kwa hiyo kwa kifupi Netanyahu anailazimisha dunia
Iran kwa kuendelea kuipiga Israel. Kwa hiyo manake Israel ana haki ya kuishambulia Iran, lakini Iran hana haki ya kulipiza. Si ndio manake? Kwa hiyo kwa kichwani mwako uwe na uhakika kwamba Israel anapigana kwa ajili ya dunia, kwa maelezo ya Benjamin Netanyahu. Tuje kwenye vita yenyewe sasa. Israel ana uwezo wa kupigana mwenyewe na Iran? Jibu ni hapana. Benjamin Netanyahu amesema kwa sasa wanashirikiana na Marekani katika kuzuia kiasi cha makombora ambacho Iran anakituma katika ardhi ya Israel. I talk to U.S. President Donald Trump every few days. Minister Ron Dermer is assisting. He is talking to senior U.S. administration officials. I am also joining these talks to create the political space that will allow us to do this, and the United States is of course helping with defense, helping a great deal. I really appreciate President Trump's decisive leadership on this issue. Niliwaambia Israel hana uwezo wa kupigana na Iran. Israel alikariri hii vita, na sio Israel tu. Magharibi wenyewe walikariri kwamba wana uwezo wa kuipiga Iran. Kumbe walijidanganya. Ndugu zangu, katika video zangu za nyuma kuhusiana na Iran, niliwaambia Iran amejifunza kwa alichofanywa Libya, Iraq, Syria. Amejifunza kwa hao wote walichofanywa. Ndio maana Iran akawa anaongeza kiasi chake cha silaha, kama si kwa magharibi ambao hawachoki kumtekenya, hawachoki kumprovoke. Kwa sababu wachokozi hapa ni magharibi. Hata vita ya Ukraine na Urusi, mchokozi ni magharibi. Kwa sababu magharibi waliwaambia Urusi kwamba hawatawasogelea. Lakini sasa hivi wako mlangoni kwa Urusi. Kwa nini Urusi asionyeshe power yake kwa magharibi ili kuwarudisha nyuma? Kwa hiyo Netanyahu asitudanganye kwamba eti anapigana kwa ajili ya dunia. Kizuri ni kwamba Netanyahu ameshatuambia kwamba sasa hivi Marekani anamsaidia katika kupunguza idadi ya makombora ambayo Iran anayenyeshea katika nchi yake. Kwa hiyo vita kwa sasa sio Israel pekee anayepigana, Marekani naye yupo. Lakini Marekani iko kwenye defensive line, maana Marekani hashambulii. Lakini watu wa Marekani wanasema sio kweli. Lazima intelijensia ya Marekani inatumika katika kumsaidia Netanyahu. Masuala ya satellite nayo itakuwa inatumika za Marekani. Waziri wa mambo ya ulinzi wa Marekani amesema baadhi ya miundombinu ya kijeshi iliyokuwa Ukraine imepelekwa Mashariki ya Kati kuisaidia Israel. Sijui sentensi yangu imeeleweka? Yaani kuna baadhi ya mifumo ya anga imeenda kuchukuliwa kwa Zelensky, imepelekwa Israel. And one of the questions was asked is, hey, did you move some of your counter unmanned aerial systems defenses from Ukraine to the Middle East? To which I answered, yes, we did. Tafsiri yake nini? Putin amalize Zelensky moja kwa moja. Yaani manake Zelensky amebaki hana msaada. Kingine, tafsiri ya Marekani kutoa baadhi ya miundombinu yake ya kijeshi kwa Zelensky na kuipeleka Israel kumsaidia Israel ni kwamba Marekani hana tena budget ya kupigana vita mbili kwa wakati mmoja. Kama huwezi kutoa silaha nyumbani kwako na kuisaidia Israel, at the same time ukatoa silaha nyumbani kwako ukamsaidia Ukraine, mwisho wa Marekani hauko mbali. Putin alimpigia simu Donald Trump. Putin ndio amenyanyua simu akampigia Donald Trump. Kwa nini? Trump ametoa jibu. Trump amesema Putin amempigia simu na kwa kiasi kikubwa walizungumza kuhusiana na hii vita ya Iran na Israel, na kidogo wakazungumzia vita ya Ukraine na Urusi. Zote si vita za Marekani. Baadhi ya washirika wa karibu wa Trump wameshajua kitu ambacho Putin anakitaka kwa Trump. Unajua hii vita ya Israel na Iran mwenye uwezo wa kuisuluhisha ni Urusi, kwa sababu Urusi anaelewana na wote wawili. Urusi anasikilizana na Israel, Urusi anasikilizana na Iran. Kwa hiyo simu ya Putin kwa Trump ni kumwambia wewe ndio unampa msaada Israel ampige Iran. Unachokitaka ni nini hasa? Hii vita sitaki iendelee. Kwa sababu anayempa nguvu Israel ni Marekani, na mtu ambaye anaweza akaongea na Israel pia ni Marekani, japokuwa Urusi naye ana uwezo wa kuongea na Israel. Lakini katika msaada wa kijeshi Urusi hampi Israel. Ndio maana Putin akaongea na Trump aongee na Israel kwamba huu ugomvi anatakaje. Kesi ya Iran kumiliki nyuklia tayari iko kwenye meza ya Putin na meza ya Xi Jinping. Na issue ni kwamba ni lazima Iran amiliki nyuklia ili Mashariki ya Kati pawe na heshima, pawe na utulivu. Dunia inatafuta balance, watu waheshimiane. Iran sio mbaya kama Netanyahu anavyosema, ndugu zanguni. Kwani Iran amempiga nani? Iran anijihami kwa ushenzi wa watu wa magharibi. Hakuna mtu asiyejua kwamba lengo la magharibi ni waitawale dunia. Yaani wao wakisema ni wamesema, haitakiwi kupingwa, aka diplomacy. Ndugu zanguni, kama Marekani ataanza kuishambulia Iran ameshasema maslahi ya Marekani yaliyo Mashariki ya Kati hayatakuwa salama. Lakini pili, Pakistani ameweka wazi kwamba atamsaidia Iran kitokea kwamba ni nyuklia itatumika. Pakistani ametangaza wazi upande wake ambao atautetea.
Yaani Pakistani hajajificha. Kwa hiyo Marekani anasita kuingia moja kwa moja waziwazi, kwa sababu mara tu Marekani atapoingia, Pakistani ataingia, Uturuki ataingia, China ataingia, Urusi naye ataingia. Itakuwa ni vita ya tatu ya dunia rasmi. Wa kumtuliza Israel ni Marekani. Ndio maana Putin akaanza kuongea na Trump. Ndugu zangu, sisi hatupendi vita, tunapenda amani. Ila kuna watu wanapenda vita wakiamini kwa kutumia vita wanaweza wakalazimisha mambo yao. Lakini dunia inavyoelekea, hawa watu wanakosa nguvu. Israel hana uwezo wa kuipiga Iran peke yake. Israel ni nchi ndogo sana, na Iran pia anaipiga kwa tahadhari sana. Taarifa za mtandaoni zinasema Iran hana mabomu tena ya kupambana. Je, unakubaliana na hii taarifa? Baada ya hiyo taarifa kutoka, Iran wakasema hawataki tena mazungumzo ya amani kuhusiana na nyuklia yao. Wanataka vita iendelee. Sijui umenielewa? Yaani taarifa ya mtandaoni imetoka kwamba Wairani hawana tena makombora, na Wairani wakasema sisi tunataka tuendelee kupigana. Kumbuka hata vita ya Ukraine ilivyokuwa inaendelea, Magharibi walisema Putin hana makombora ya kutosha. Siku iliyofuata Putin akatumia makombora 1000 kama sikosei. Putin alirusha kitu kama makombora zaidi ya 1000. Ikabidi NATO wamwambie Zelensky usipigane kama Putin. Ile lilikuwa ni onyo. Kitu gani nataka nikufundisha hapa? Propaganda ni kubwa sana kuhusiana na hii vita. Lakini katika hali halisi atakayepata hasara kubwa ni Israel. Israel ni nchi ndogo kwenye kuivamia. Wamesema ndani ya Iran wameshakufa watu 200 na tuseme 300 basi. Israel wanaficha idadi ya watu. Kwa sababu kisiasa Netanyahu hakubaliki ndani ya Israel kwa sababu ya vita ya Gaza. Kizuri ni kwamba Israel imeshafanywa Gaza sasa. Yaani zile picha tunazozionaga Gaza, imagine sasa hivi tunaziona Israel. Waswahili wanasema malipo ni hapa hapa duniani. Hiyo ni methali ya Waswahili kwamba ahera ni hesabu, malipo ni hapa hapa duniani. Wale watu wanaoiombea Gaza na hisi kama vile Mungu amewajibu kwa adhabu ambayo Israel anaipata. Watu watasema hata Iran anapata adhabu. Iran hapati adhabu, Iran anapambana. Israel anaadhibiwa. Tanzania tuelimike, tusiwe wasomi.